Sasa kwenye trading bwana, kwenye trading kitu ambacho kina mata zaidi kuliko kitu kingine tunasema ni technical analysis. Sawa sawa? Ni technical analysis. Technical analysis. Na hapa ndo pana kimbembe. Tunasema kazi yote ngumu na nzito inaanzia hapa kwenye technical analysis. Na kwenye technical analysis hapa tutajifunza vitu ambavyo ni potential. Vitu ambavyo vitakusaidia wewe kumove kwenda katika pointi nyingine. Huko kwenye technical tutafika baadaye, kwenye fundamental tutafika baadaye baada ya kumaster hivi, kwa sababu kwenye news unaweza kusema news ukifanya hivi itakuja hivi, ukifanya hivi itakuja hivi, namna hii itakuja hivi. Lakini je, utaingilia wapi? Ni technical analysis ndiyo itafanyaje, itadecide mahali pa kuingilia. Kwa kitu cha kwanza ni technical analysis. Na kwenye technical analysis hapa sasa kuna strategy nyingi ambazo zinatumika sokoni, nyingi mno, lakini nitakuwa na kufundisha vitu ambavyo ukiviunganisha pamoja vitakuwa vinaleta kitu cha maana. Hapa tutaenda kuangalia vitu ambavyo vinatumika zaidi, kwa sababu vingi tumetohoa kutoka. Kuna vitu ambavyo tumetohoa kutoka kwenye ICT, sawa sawa Kuna vitu ambavyo tumetohoa kutoka kwenye smart money concept, lakini pia kuna kitu ambacho tumetohoa kutoka kwenye nini? Kwenye CRT. Sawa sawa. Hivi vitu vitatu ndivyo tutakavyopita navyo kwa undani zaidi. Hivi vitu vitatu. Sawa sawa. Sasa kwenye technical analysis, kwanza kitu ambacho inatakiwa ukijue hapa, tunadili na vitu kadhaa. Kwenye technical analysis, kitu ambacho tutadili nacho, cha kwanza tutadili na kitu ambacho tunasema ni market structure. Basing on smart money and ICT. Achana na zile structure za Elliott. Kule najua wengi mnaweza mkachanganya. Nikiwarusha huko mapema mnaweza mkachanganikiwa. Kwenye market structure hapa. Sawa sawa. Na kwenye market structure hapa tutamodify baadhi ya vitu, kwa sababu hapo nyuma kulikuwa na kitu kinatumika lakini kipo modified. Tutaenda kutumia market structure hapo. Sawa sawa Tutaenda kuangalia kwamba kuna market structure, lakini pili tutaenda kuangalia potential areas ambazo tunasema ni liquidity. Tutaenda kuangalia namna ya kudili na liquidity humo ndani. Sawa sawa. Lakini pia tutaenda kuangalia namna ya movement za market, kwamba kuna mtu ambaye anaweza akawa ana trade ambaye unaweza kujikuta kwamba either ni scalper. Sawa sawa Kuna mwingine au ni day trader. Sawa sawa Ni day trader au mwingine anataka kuswing. Ni vitu gani ambavyo tunaviangalia? Kama mmekuja kuangalia kwamba kwenye hizi meeting ambazo tunazifanya ambazo ni live, tunatumia sana hii scalping, kwa sababu ile tukiita ni day trade, labda kwa sababu tunazidi pips ngapi, tunazidi pips 25 mpaka 28, unaweza ukajiweka kwenye day trader. Sawa sawa, kwa sababu scalper ni yule anayetembea na pips chini ya pips 28, tunamuita ni scalper. Huyu anafanya scalping. Zikiwa more than pips 28 tunamuita ni day trader, kama anaingia na kutoka. Lakini kumbuka, unayeingia na kumtrade ni gold. Kwa hiyo pips chache tu unaweza kushangaa movement ndogo tu inakupa pips nyingi. Kwa hiyo it means wewe tutakuita kwamba bado ni scalper. Ungekuwa kwa Euro USD ungejikuta pale umetembea pips 7 au pips 5. Sawa sawa. Lakini gold mahali ambapo Euro USD ametembea pips 5, yeye anakuja kukupa pips kama 200 au 300. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo utofauti unakuja kwa namna hiyo. Ni nini ambacho kipo tofauti? Ni pip count ndio inayokuja kutofautisha hapa. Kwa katika mazingira haya tuanze na kitu ambacho tunasema ni market structures. Kwenye market structures tuanzie hapo. Sawa sawa Tuanzie hapo kwenye market structure. Kwenye market structure tunaangalia kitu gani? Tunasema market structures zinatupa direction, a total direction of the market, direction nzima ya soko. Sawa sawa. Tunasema market structure inatupa direction nzima ya soko, inatupa total direction. Inatupa direction ya market nzima, ambapo hapa sasa kuna vitu viwili ambavyo vinatengeneza market structure.
kuna market structure ambayo inakuwa within inside candles. Kuna market structure ambayo inakuwa decided. Kuna market structure ambayo inakuwa decided na candles. Sawa sawa, na candles, kwa sababu tunasema kuna kitu ambacho tunasema ni candlestick reforms and its what information, yani candlestick zilivyotengenezwa na zinavyotoa taarifa. Taarifa ya wapi? Ya direction. It means inside that candle kunakuwa na direction, inakuwa inakuoffer direction fulani ambapo inatakiwa twende. Sawa sawa, hizo inakwambia kwamba hii market ni bearish kwa sababu ya hiyo candle, au hii market ni bullish kwa sababu ya candle zilivyosimama, zilivyokaa, au imekupa market ambayo tunasema hii candle inakupa kitu ambacho tunasema ni indecision, kwamba yenyewe haikupi direction kwamba market itaelekea wapi. Tunasemaga ni indecision candle. Mara nyingi zinakuwa zinatengenezwa kwa doji, ambao doji yenyewe ile inayofanana na spinning, inaweza kawa ni spinning bottom au spinning top, zile ambazo zinafanana tunasema ni indecision. Unajikuta kwamba mkia wa juu na wa chini vyote vinafanana, alafu kinyama kipo katikati, tunasema zile ni indecision candle. Lakini ikivunjwa katika sehemu yoyote ile, manake ile direction ndiyo itakayobeba hiyo market, kwamba market inaenda katika direction hiyo. Imeeleweka hapo? Hiyo tunasema ni structure ambayo inakuwa inside one candle, inakuwa kwenye candle moja. Sawa sawa, lakini tunasema ni kuna structure ambazo zinakuwa zimetengenezwa. Tunasema kuna structure ambazo zinakuwa zimetengenezwa with more than one candle, inakuwa ni candlestick nyingi. Unasema ni more than one candle, ambazo tunasema ni structure ambazo zinakuwa zipo made with more than what, more than one candle, ambapo hapa sasa wanatupatia structure ambazo ndizo zinazo decide trend, yani hapa ndizo zinazo determine kwamba trend itaenda wapi. Na hizi structure unaweza ukajikuta sasa kwenye upande wa ICT pamoja na smart money concept, wanatumia kitu kimoja kuzigundua hizi structure, kwamba hii market tuwe tunawahi ili flow yangu isiwe inaharibika. Alright, tuwe tunawahi, tunaelewana hapo tuwe tunawahi. Bado kuna watu naona bado hawajafika hapo, kwa tuwe tunawahi ili mambo yawe yanakaa sawa sawa. Alright, so katika mazingira haya sasa tunasema candle zinakuwa zimeungana nyingi ili kukupa kitu fulani. Katika sasa kwenye market maker kwenye market maker strategy tunatumia kitu cha namna hii. Angalia hapa, let us say kuna kitu cha namna hii hapa, kuna kitu cha namna hii hapa, kunakuwa na correction ya candle, kwamba candlestick zinakuwa zimetengeneza direction ya market. Sawa sawa, then hapa kuna kitu kimoja nikiwarusha hapa hamtanielewa. Kuna market maker structures na kuna market structures. Mimi naziwekaga hizi ni tofauti kabisa. Sawa sawa, market maker structures ndo hizi ambazo tunazitrade, ambazo inside tunakuwa tunaangalia liquidity. Ndio maana sasa hivi watu wengi sana wana trade liquidity tu, kwamba bwana sehemu fulani kuna liquidity, basi itabuy itasell. Kwa namna gani? Kwa namna hii utakutana na mtu anakutengenezea kwamba market imefanya hivi then imefanya hivi. Mtu anakuambia bwana hapa imetengeneza validation na hapa pana nini? Pana invalidation. Then tutatafuta liquidity what? Humu ndani humu, ingawa kuna modification ambazo zimefanyika. Kwa sasa hivi unaweza kujikuta kwamba liquidity inatoka outside katika hili eneo, alafu market ina obey vizuri tu kabisa. Unaweza kujikuta kwamba market inatoka hapa na inakuja huku chini, then market inaenda vizuri tu kabisa, kwamba kuna liquidity ambazo zilikuwa humu ndani ambazo zinatakiwa ziwe cleared, na nyingine unaikuta huku na market inafanyaje? Inaenda. Na market structures ndo kama zile za kina Elliott sasa, ambapo hapo unazungumzia kina triangle, sawa sawa unazungumzia wakina flat, sawa sawa
utazungumzia wakina truncation ambazo wapo humu, utazungumzia wakina nani. Zipo nyingi sana structure za namna hiyo, kuna diagonal zipo humo ndani. Sasa katika mazingira haya, kumbuka tunachokuwa tumekitengeneza katika haya mazingira tunasema ni structure, tunasema ni market maker structures, ambazo sasa ukiangalia katika hili eneo, mimi nimechora mstari tu, lakini zinakuwa zimetengenezwa na candlestick. Kwa ninachokidefine sio candle tu ambayo iko katika hili eneo, kwamba market ikitoka hapa, let us say kwamba ikifanya hivi ije hapa alafu iende hivi. Ninachokidefine sio candle moja kwamba ndio itakayofanya hivi, na define candle nzima kwamba kumbe imevunja katika hili eneo, maanake humu kuna candle, humu kuna candle humu. Kwa hii structure imetengenezwa with many candles, alafu nakuja kuangalia kwamba je, inside ya hicho kitu, ndani ya hicho kitu kuna mtu anasema haoni chart, manake ni network yako, sawa sawa. Toka alafu uingie tena, sawa sawa. So tunasema humo ndani tunakuwa tuna determine vitu viwili. Kuna market structure based on chart ambayo imetengenezwa na candlestick nyingi, tunasema umebase na chart yenyewe, lakini kuna structure ambayo imetengenezwa na candlestick. Kwa hiyo tunasema kumbe market structure inakuwa imetengenezwa na vitu viwili. Tunasema kuna candlestick, kuna trend yenyewe, ambapo sasa tunasema hivi, sio kama mtanielewa hapa. Angalia hiki kitu hapa, nitumie mfano halisi ili mambo yasiwe mengi. Unaona hichi kitu hapa, tunasema hii, tunasema ni market structure. Let us say kwa mfano hii market imemove kutoka katika hii point, ilitengeneza hii swing, then ikaja katika hii point, then ikarudi, then ikaenda, sawa sawa. Hii tunasema ni market what? Ni market structure hii ambayo imetengenezwa katika hii point, right? Tunasema ni market what? Ni market structure ambayo imetengeneza hicho kitu kutoka katika hii point mpaka katika hili eneo. Tunasema ni market structure ambayo based on chart. Kumbe inside chart kuna candlestick ambazo zina decide, zinazobeba liquidity, zinazobeba sehemu ya kuingia au ya kutokea. Nimeeleweka hapo kwamba hili ni structure, hili trend limeshuka huku chini, lakini kuna kitu ambacho kimetengenezeka namna hii alafu imefanya hivi. Je, katika haya mazingira kuna nini? There is candle ambazo zina decide direction. Kwa mfano, kuna mtu aliona hichi kitu, aliona kitu cha namna hii, kwamba aliona market ambayo imetembea namna hii, imetuachia structure ambayo structure yetu, let us say kwa mfano, ilivunjwa katika hii point, ilivunjwa katika point hii, alright, ilivunjwa katika hii point, alright. Then katika point hii anakuja kuona kwamba structure ilikuwa imetengenezwa mpaka imeinuka mpaka katika hii point. Hii tunasema ni chart structure. Lakini je, ndani yake kuna structure ambazo zimetengenezwa na candle zinazotuambia kwamba hii market itaenda kureact na sehemu gani, tunaenda kuingia sehemu gani. Kwa mfano, katika hili eneo unakuja kuangalia kwamba hili eneo hili ndilo eneo ambalo litakiwa nije ni react na hii market. Limetengenezwa na vitu viwili. Kuna liquidity mbili, ambayo ya kwanza tunasema ni order block, ambayo order block kumbuka ni structure ambayo inatengenezwa na candle. Alafu ya pili tunasema ni void, ambayo ndani ya void kuna nini? Kuna FVG. Tutaenda kuviona hivyo kila kitu taratibu. Nataka nifungue tu, nafungua hii course, alafu hapo mbele tutaenda kuangalia ni nini ambacho kinaendelea hapo. Kwa katika mazingira haya unakuwa umepata vitu vingapi? Vitu viwili. Sorry, dakika moja, sorry. Hiyo ni key ambayo inatakiwa uijue. Kwa hivyo vitu viwili ukivicombine ndivyo vinavyokuletea sasa kitu kimoja, kujua kwamba hii market imefanya hivi ili iende sehemu fulani. Cha kwanza lazima ujue chart, direction ya chart inaenda wapi. Alafu kitu cha pili lazima ujue inside chart kuna structure ambazo zinatengenezwa na candle ili ujue kwamba
hiyo market direction husika inaenda sehemu gani. Sijui kama nimeeleweka hapo. Nimeeleweka hapo? Okay. Sasa ukiachilia mbali hicho sasa, sasa nataka nianze kuchambua kimoja baada ya kingine. Baada ya hapo ndo tunakuja kuangalia kwamba hiyo chart ambayo inatengenezwa na candlestick, lakini pia within candlestick moja moja zinakuwa zimebeba taarifa. Sasa katika hizo taarifa sasa ndo tunakuja kuangalia kitu hiki tunachosema, tunakuwa tunadili na kitu ambacho tunasema, kitu cha kwanza tunasema tunadili na kitu ambacho tunasema ni trend. Trend ipo kila time frame. Unaweza ukajikuta kwamba ni 1 minute, 5 minute, 15, 1 hour na kuendelea, 4 hour. Kila time frame ina trend, sawa sawa, ambapo kwenye trend yako ndiyo inayo determine zaidi direction ya market, kwamba mimi power yangu ya kuingia nikiingia kwenye hii trade ni relax, either nijue kwamba trend yangu ni upward trend kulingana na time frame unayo trade, kwamba mimi na trade dakika 5, lakini trend ya dakika 5 inanionyesha kwamba ni bearish trend. Kwa haka ka trend kataniongoza kwamba entry yangu inatakiwa ikiwa hapa nipo within a trend, ni 1 hour au ni 4 hour, nipo within a trend. Sasa kwenye hizi trend tunasema zinakuwa zimegawanyika, ambapo tunakuwa tuna vitu vitatu sasa kwenye hili eneo hili tunakuwa na either unaweza ukawa na upward trend, sawa sawa, unaweza ukawa na down trend, sawa sawa, alafu unaweza ukawa na sideway trend, sawa sawa. Kwa namna gani? Kwa namna hii. Vina maana usiponielewa hivi vitu vidogo vidogo hapa na vichanganya kidogo, usiponielewa hapa mwanzoni, manake huko mbeleni utaenda kuteseka, utapata shida, sawa sawa. Kwa hiyo uwe makini hapa mwanzoni, sawa sawa. Uwe mwanzoni hapa ya kupasa uwe makini kwa kila ninachokielezea, ni vidogo vidogo tu. Sasa katika hili eneo sasa tunasema let us say tuanze na uptrend. Uptrend tunasema ni market ambayo inakuwa inatengeneza swings, sawa sawa, tunasema ni swings, inakuwa inatengeneza swings. Swings za namna gani? Tunasema market ambayo inaenda kwenye upward trend inatengeneza kitu ambacho tunasema ni higher plus what, plus higher low, inakuwa inatengeneza higher plus higher low. Kwa namna gani sasa? Kwa namna hii tunasema market unaweza ukajikuta kwamba inatembea katika mstakabali huu, kwamba market inatembea ina print vitu vya namna hii. Nikitumia hii anyway, nitumie zote mbili, inatembea kwa namna hii. Market huwa sio simple kwamba inatembea hii just a skeleton. Hii ni skeleton tu, kwamba market inaweza ikawa inatengeneza kitu cha namna hii. Alright? Sasa katika mazingira haya tunasema market unaweza ukakutana nayo sio ikawa kama hivi, unajikuta kwamba market inatembea kwa namna hii, kwamba the swings inatengeneza kitu cha namna hii, sawa sawa, alafu inatengeneza kitu cha namna hii, naona hicho, alafu baada ya hapo inaenda hapo. Kuna waves within vile vinani viimpasse humu, kunakuwa na viwevu ambavyo vinakuwa humu ndani, right, vinakuwa humu. Kwa market haiendi katika direction ya namna hii bila waves, inakuwa inatengeneza waves za namna hii. Kwa hiyo sasa hii tunasema ni upward trend. Kwa katika mazingira haya tunasema market humu inakuwa inatengeneza kitu ambacho tunasema ni higher, alafu hizi tunasema ni higher low, sawa sawa, ni higher, ni higher what, ni higher low hapa, ni higher low. Umeona hicho kitu? Kwa tunasema market inakuwa inatengeneza kitu cha namna hii. Kuna muda, naomba niwaambie hiki mapema ili usichanganikiwe huko mbele. Kuna muda tulikuwa tunakwambia market ikitengeneza kunakuwa na kaushamba fulani, lakini ndio ukuaji unaanzia hapo. Yaani usiposoma vitu vidogo mwishoni, unaweza ukisoma vitu vidogo mwishoni unakuja kugundua kwamba hiki nitakia nikimodify ikiwe na namna gani. Kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunasema kwamba market ikitengeneza kitu cha namna hii, kwamba ni upward trend, ikitengeneza kitu cha namna hii, then ikawa imetengeneza validation katika hii point, imetengeneza validation, then katika hii point
tulikuwa tunasema kwamba hapa pana validation na hapa pana invalidation, kwamba market inakuonyesha kwamba imevunja hapa juu na hapa ni swing formation low, ambapo inakuonyesha kwamba kwa kuwa imevunja hapa inatakiwa iingie huku ndani. Na sometimes tulikuwa tunaweka hivi, sio kwamba havi work out, vina work out, lakini vinahitaji kuwa modified zaidi, kwamba tulikuwa tunaweka kwamba tunaikata hapa hii point katikati, kwamba this point is called premium, this is equilibrium and this is discount, kwamba market yangu inatakiwa nikiwa na buy nirudi nayo ije kwenye discount then iende huku juu, sawa sawa. Sometimes market haifanyi hichi kitu, yani hii market unaweza ukajikuta kwamba imeishia huku juu katika hili eneo, imeishia hapa katika hii point na imeamusha juu, au inafika huku chini na inavunja kabisa, inakuja huku chini katika hili eneo ili iende kabisa kule juu. Wewe unaposema hii ni invalid, unaposema kwamba hii sasa imeshindwa kuhold price, niingilie hapa, sawa sawa, niingilie katika hii point then niendelee kufanyaje, kuseli, imekuja kulitest hapa kwa sababu imebomoa, imekuja hapa ili iende chini, unajikuta tena inawasha juu mazima. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo haujavisoma sawa sawa, kuna vitu haujavipitia, haujavisoma. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaelea, havijakaa sawa sawa. Kwa hiyo katika mazingira haya lazima uwe makini. Kwa hiyo hiki kitu tumekimodify, kimekuwa, ndo maana pale nikaanzia kwenye market structure kwamba kuna market structure basing on chart, lakini kuna market structure basing on candle. Hivyo viwili inatakiwa uvishike vizuri. Katika zile hadithi zote nimezipiga pale nyuma, inatakiwa ushike hizo, kwamba kuna market structure basing on candle, lakini kuna market structure ambayo tunasema ni basing on what, on candle and market structures kwenye chart yenyewe hiyo. So katika mazingira hayo sasa tunakuja kuangalia kwamba kumbe katika haya mazingira unaweza ukatengenezewa kitu cha namna hii, kwamba wakati wewe wenzako wapo katika hili eneo, kwamba market imetengeneza kitu cha namna hii, wakati wewe unasema wait for confirmation ili ivunje katika hii point hapa, wenzako walishaingia katika hii point. Wale wazoefu ambao tunao muda mrefu watakuwa wanaelewa ninachokiongea hapa. Wakati wewe unasema wait for confirmation break hapa, yeye anakuja na ashavunja nayo, au anafika hapa yeye ndo anachukua profit, anatoka. Sawa sawa. Wewe unasema wait for confirmation, alafu ije irudi huku ndani ikuchukua, alafu ndo iende, unakuwa ulishapitwa na kitambo sana. Sawa sawa. So tumemodify kitu cha namna hiyo. Sasa ni nini ambacho kinakuwa kinakuongoza sasa, ili nijue kabisa kwamba hii market, kwa kuwa hapa ilikuwa katika point ambayo inatakiwa iende juu, niingie katika hii point. Sawa sawa. Hapa wanaita sniper entry katika hii point, lakini sio sniper entry ambayo haipo confirmed, inakuwa confirmed, kwa sababu katika haya mazingira sometimes ili eneo hapa, let us say kwa mfano mimi na trade labda dakika 5, sawa sawa, dakika 5 na naangalia mother time frame ya dakika 5, maana yake it means ni 30 time frame. Hapa namaanisha kwamba kama natumia time frame ya dakika 5 ku trade, maana yake it means kwenye set minute time frame ndo ninapotumia zaidi kuangalia vitu vinavyofanyika, kwa sababu najua vitu vikubwa vya dakika 5 vinafanyika kwenye time frame ya 30 minute. Sawa sawa. Kwa hapa ndo nitakapokuja kuangalia kwamba katika hili eneo nishajua kabisa hii market direction yake ni juu, lakini je, hii pullback inaishia wapi? Nakuja naangalia candlestick orientation, candlestick zimetengenezwaje katika hili eneo. Naweza nikajikuta kwamba market imefika hapa, imefunga candlestick za namna hii, sawa sawa, imetengeneza candlestick za namna hii. Angalia hichi kitu hapa, let us say kwamba hii ilikuwa ni bearish katika hii point, this is bearish, kwamba hii market itengeneza bearish hapo, then inakuja kutengeneza bullish ya namna hii, sawa sawa, bullish ya namna hii. Inaweza ikawa ni zile engulfing, au ikatengeneza railway track zile zinazofanana, sawa sawa, au ikatengeneza engulfing namna hii. Ikitengeneza engulfing katika hii point, kwamba hii ikawa ni bullish candle, right, tuipe rangi hii, ikatengeneza bullish candle ya namna hii,
ikatengeneza kitu cha namna hii. Sawa sawa. Manake tayari inakuwa imeshanionyesha hiki kitu. Ninapoenda kwenye 30 nimetoka kwenye 30 minutes naingia kwenye dakika 5 mpaka kwenye dakika 3. Wengine wanatumia na 2 minutes kwenye dakika 2 pale. Sawa sawa. Wengine wanatumia hicho kitu. Kwa katika mazingira haya utaenda kuangalia kwamba hiki kitu ambacho kimekaa namna hii, manake it means kwenye dakika 5 pale utajikuta kwamba kuna vidouble bottom viko viwili namna hii, vimekaa namna hii, vidouble bottom katika hilo eneo. Kwa unajua tu kabisa kwamba hili eneo tayari lipo confirmed kwa ajili ya kuingia. Sasa katika hili eneo utajikuta kuna kashifti, kwa sababu market hii ikifanya engulfing ya namna hii utajikuta hapa kuna kashifti. Ndio maana unajikutaga kwamba market ikishafanya kitu cha namna hii, kwa sababu naingia dakika 5, unajikuta candlestick nyingine inayofunguka hapa inaanzia, inafunguka ina sell kwanza, alafu ikisha sell kwanza ndio inaenda. Maana utapata candlestick za dakika 5 au 2 au 1 yenyewe. Sawa sawa. Sikilizeni kwa umakini. Hao wanaochelewa ndo wananichanganya. Changanya kweli kweli. Kwa hiyo katika hili eneo utakutana na candlestick za namna hii hapa, kwamba unaweza kujikuta kwamba hapa kwa sababu na shift utakutana na candlestick yoyote hapa. Either unaweza kukutana na hizi candlestick unazozikuta hapa. Licha ya kutengeneza hizi structure unakutana na candlestick vinavyofanana na hichi. Unaweza kukuta either pana QB hapa, sawa sawa. Kuna QB, kuna candlestick kingine ambacho kipo against, kilikuwa ni bearish alafu kikavunjwa, kilikuwa bearish, yani kwamba unajikuta kwamba ni bullish alafu chenyewe kimejitokeza hapa ni bearish, alafu market imekivunja kwenda juu. Maana yake hicho ndio kientry chako cha kwenda nayo juu. Hii market ndio maana kwenye 30 minute inaanzia chini, maana yake ina kwenye time frame ya dakika 5 au dakika 3 au dakika 2 au dakika 1 utakuta ni ka trend tu kadogo hapa kameanzishwa, ime retrace, then imekuja kupiga hapa, then market inafanyaje? Inaenda juu. Kwa maana yake ikienda juu baada ya kuretrace, ujua ndo market imeshuka chini, itaacha shadow alafu body inaenda juu. Mwisho wa siku inakuja kuvunja hapa. Na market ya namna hiyo unaweza ukasema hapa pana OB. Sawa sawa. Kumbe ile OB ipo retested inside. Unaposubiri wait for confirmation ivunje katika haya mazingira, unajikuta kwamba hairudi huku. Inaenda mazima, inavyorudi inafanya hivi pap, alafu inaenda juu. Inaweza ikapiga tu hapa juu au hapa juu, kama hapana kitu unaweza ukashangaa wamekuachia kitu hapa juu. Inapiga tu hapa juu alafu inaenda juu. Kwa you have to be very careful kwenye kustudy hivi structure na kuelewa. Na kitu kingine ambacho inatakiwa ukielewe zaidi, you have to invest your time kwenye kusoma candlestick information, taarifa za candlestick. Kuna kanani fulani hivi nikaandika, nadhani kuna jamaa nimemtumia leo, yule jamaa wangu wa Dodoma nilimtumia vile vinotice ja candlestick fulani. Kwa wale wageni naweza nikawatumia mkakiangalia hapo. Kwa katika mazingira hayo lazima ujue kwamba kuna mazingira wewe unaweza ukawa unatafuta confirmation, kwamba wait for confirmation, lakini market ikawa imefanyaje? Imeshatembea. Sasa angalia hapa. Kumbuka naongelea upward trend. Sawa sawa. Bado hatujaanza kusema sijui entry ya nini inafanyika aje, inafanyaje, bado huko hatujafika. Na waonea huruma sana wale watu ambao hawahudhurii meeting na wameshalipia hili darasa. Wale ndo naoonea huruma sana. Sasa katika mustakabali huu sasa kwenye hii upward trend, hii tunaweka kama skeleton. Sawa sawa. Let us say kwamba market inaenda katika direction hii. Inaenda katika direction hii. Sawa sawa. Sometimes unaweza ukajikuta kweli market inakuja mpaka kwenye discount katika hili eneo. Inakuja kwenye discount huko mpaka katika eneo hili. Unaweza ukajikuta kwamba market inakuja unaweza ukajikuta kwamba market yako inakuja mpaka kwenye discount katika hili point, kwamba inakuja inachukua. Lakini hivi vitu unaweza ukajikuta kwamba vinatokea sometimes kwenye time frame kubwa. Unaweza ukajikuta kwamba ilisha hit hapa, imekuacha katika hii point hapa, imesha hit inaning'inia huku. Unafanyaje sasa? Yani kwamba hii market wakati inarudi huku, wewe ishachukua huku, imekuacha ipo huku. Sawa sawa. Tunasema let us say kwamba upo kwenye time frame ya 4 hour, kwenye time frame ya 4 hour. Sawa sawa. Isha hit huku, imeshakuacha, imehiti katika haya mazingira, imekuacha. Sasa kama imekuacha katika mazingira ya namna hii, maana it means wewe ulipaswa kuingia hapa, lakini market ipo huku. Maana unakuja kuangalia katika haya mazingira,
hizi candlestick zimekaaje? Kuna nini hapo? Wakati hii market imetoka ni kweli inaning'inia huku juu. Je, ina probability ya kurudi tena huku chini? Au kwenye time frame, coordinate ya time frame ya 4 hour unaweza kaenda kwenye 30 minute kuangalia, je, huko iliko juu kuna kitu imekuachia huku njiani huku wakati inapanda? Ndio tunasema ni structure ambazo zinatengenezwa within a chart, ambazo zinatengenezwa na candle. Ndio maana nikasema kuna candle structure alafu kuna chart structure. Hili lizima hili ambalo unaliona hili, let us say kwa mfano market ndio ipo hapa chini, manake hiki chote hiki ambacho kipo hapa ndani hapa, manake hicho ni chart structure. Je, candle za hapa ambazo zimekaa hapa zinakupa taarifa gani? Tunasema ni candle structure, ambazo hizo candle structure ndizo zinazotupatia entry. Ndio maana unaona kwenye magrupu yale ya live ambao meeting za live tuna trade sana candlestick, kwa sababu structure inakuwa imeshatupatia kwamba structure imeshatengenezeka, ndio imevunja hapa imeenda hivi. Kwa hiyo candlestick iliyoachwa iko hapo. Kwa hiyo hiyo ndio tutakayo target kwenda kufanyaje, kuingia. Sasa hizo sifa za candlestick ndio tutaenda kuzielekeza huko mbeleni, lakini kuna kabla ya mimi kwenda huko, kuna kitabu ambacho nitakupa, kwa sababu sitaanza kuchambua kwamba hii ni doji, hii ni nani. Sifundishagi hivyo. Ndio maana mimi hata nikifundisha sianzagi what is forex. Nikikutana na mwanafunzi wa hivyo na achana naye, sifundishi, manake ni mbivu sana. Yani what is forex ameshindwa kujua hata YouTube. Yeye amejuaje kwamba kuna kitu kinaitwa forex? Sifundishi mwanafunzi wa namna hiyo. Kwa hiyo sasa kuna vitu vya namna hiyo ambavyo inatakiwa uvipate kwanza wewe, usome huko, alafu baada ya hapo ndo tunakuja. Sasa katika mazingira hayo nadhani nimeeleweka kwenye upward trend katika mazingira hayo. So kuna kitu ambacho tunasema ni trend inside trend. Tunasema ni trend inside trend. Unaweza kaangalia hapo, kwa sababu unaweza ukawa kwenye time frame ya 30 minutes market inaenda hivi. Sasa nikiwa natumia hiki, kuna mtu anaweza akasema labda market inanyokaga hivyo hivyo. Unaweza ukajikuta kwamba market inafanya kitu cha namna hii kwenye 30 minutes, alafu inafanya kitu cha namna hii, inaenda huku chini, alafu inafanya kitu cha namna hii, inaenda huku juu. Tunasema hizi movement up and down ambazo zinatengenezwa kwenye hii hapa, unaweza ukajikuta kwenye 1 minute au kwenye 5 minute ni trend ambayo ni downward trend. Kwa unaweza ukajikuta kwamba unadili na trend ya 1 minute au 5 minute, lakini ni pullback ya 30 minute. Nielewe vizuri hapa. Kuna muda ambao unaweza ukawa una trade trend ambayo ni pullback ya time frame kubwa au coordinate yake, kwamba unachokitrade wewe ni pullback, lakini kuna muda ambayo una trade trend ya dakika 5 na una trade au trend cha dakika 1, lakini ni within a trend ya coordinated time frame ambayo ni higher time frame, ambao wanaita ni control time frame. Sasa kitu gani ambacho nataka na maanisha nini hapa? Nataka uwe makini na hiki kitu kwamba unapokuwa una trade ka dakika 5, let us say kwamba unajikuta kwamba hapa kametengeneza trend ya dakika 5 au 1 minute. Unapojua kwamba ni ka dakika 5 lakini ni pullback ya 30 minute, lazima uwe makini sana kutrade. Lazima uwe na nini? Lazima SL. Lakini pia market ikitembea katika direction fulani, lazima utengeneze nini? Utengeneze kitu ambacho tunasema ni break even, kwamba kwa sababu nipo against na unisikilize kwa umakini hapo, kwa sababu sijatumia mfano wa 4 hour, sijaenda kwenye day 1, nimetumia 30 minute, kwa maana ya kwamba watu wengi sana sasa hivi tulikuwa tunaendeshwa sana na 4 hour. Yani tulikuwa tunaangaliaga sana trend ya 4 hour, lakini tumeona kwamba trend ya 4 hour mpaka ikuonyesha kwamba ni trend, ulishachelewa sana. Manake 30 minute ilishakuonyesha kitambo. Sawa sawa, kwa sababu tunasema control channel ya 30 minute ni 4 hour, na 30 minute inakuwa controlled kwa huku chini kwenye time frame ya nini, ya dakika 5. Kwa katika mazingira hayo ni nini? Ukiwa una trend ambayo ipo direction sawa ya 5 minute au 1 minute iko sawa na 30 minute, unajua niko safe.
una relax angalau, unakuwa na sleeping point ambayo unajua kabisa kwamba nipo kwenye safe zone, niko vizuri. Ndio maana entry tunachukua dakika 5 1 minute, kwamba najua kabisa hapa imeenda hivi na trend ya dakika 30 nipo kwenye direction sahihi ya 30 minutes. Kwa hiyo niko mazingira salama. Nimeeleweka hapo? Ndio. Kuna mtu ataniambia maelezo haya ni yapeleke kwenye downtrend, utakuwa wewe ni mvivu sana, kwa sababu kinachofanyika hapo ni utofauti wa maneno tu, kwamba kwenye downtrend, kwenye downward trend, downtrend unatengeneza kitu ambacho tunasema ni lower alafu na lower high. Katika haya mazingira sawa sawa, unatengeneza tu hivi vitu viwili ambao tunasema ni lower na lower high. Kwa namna gani? Kwa namna hii kwamba market yako inakuwa inatembea katika direction ya namna hii, kwamba unakutana na market ambayo inatembea hivi, inaenda namna hii, inaenda hivi. Hiki nimetumia tu ni skeleton cha kawaida hivi, lakini market halisi utajikuta kwamba inaenda hivi alafu inaenda hivi, yani hakuna hela nyepesi. Sawa sawa, kwamba hii tunasema ni lower na hii tunasema ni lower high. Kwa maelezo niyo yatoa huko ni yale yale, ila sipokuwa tu unayageuza. Nimeeleweka hapo? Njoo kwenye chart, njoo kwenye chart hapa. Unamuona huyu, unamuona huyu. Hii ni time frame ya 4 hour, sawa sawa, ni time frame ya 4 hour ambayo unaona kitrend chake ni downward trend, downtrend 1 hour, 1 hour. 1 hour, yes, ni 1 hour ambayo unamuona kabisa huyu jamaa trend yake ni down trend. Unaiona kabisa kwamba market imetoka huku, imetoka hapa juu, imetengeneza hiki kitu pap, then imeshuka. Sawa sawa, imetengeneza hiki kitu then imevunja katika hii point. Sawa sawa, kwa market katika hii point inakuja kuwa imetengeneza hiki kitu, imebreak katika hii point. Sawa sawa, imebreak katika point hii, imebreak katika hii point. Umeona katika mazingira imebreak katika mazingira haya. So hii tunasema ni channel, ni chart ambayo inakuonyesha sasa ndani yake ndo kunakuwa na candle. Kwa maana nimesema kwa market ya sasa hivi, kama wewe uko outside candles, uko kwenye tabu, kwa sababu candlestick zinatumika sana kwenye kuingia. Structures zitakuonyesha kwamba market structures hizi ambazo tunasema ni higher low, higher low, sijui ni nini, higher namna gani, zinakuonyesha tu direction ya market iko wapi, kwa sababu sometimes unaweza ukajua direction ya market kwamba ni buy and sell, au ukajua kabisa sasa hivi market itaelekea katika pointi hii. Je, uingilie wapi? Lazima udefine candlestick vizuri na vistructure fulani vile ambavyo ni vya price action uvielewe vizuri. Price action structures ndo vile vya kawaida tu, head and shoulder, double bottom, triple bottom, head and shoulder. Nadhani mnazijua hizo za price action. Unajua tu kabisa kwamba market itafanyaje. Hasa unakuja kuangalia kwamba katika haya mazingira ya swings ndo tunamopata nini? Tunapata zile nini? Tunapata entry point. Kwa mfano, kuna mtu ambaye tulikuwa tunaangalia kwamba hii market imevunja hapa. Sawa sawa, market imevunja hapa. Na market imeanza kurudi katika hii point. Mnajua kabisa hii ni nini? Ni pullback, kwa sababu channel yangu ni hii, kwamba inaelekea katika mazingira haya. Kwa nini? Kwa sababu nimeshaona tayari imeshavunja katika hii point ambayo tunasema hii ni lower. Sawa sawa. Then katika hili eneo tunasema this is a lower high. Sawa sawa. Kuna mtu mwingine amesema sasa umejuaje kama hii inaenda kuwa nani? Kwa sababu ya kubreak tu hapa. Sawa sawa. Kuna vitu ambavyo tutaenda kuviangalia huko ambavyo vinabeba a total shift sokoni, zinabebwaje. Sawa sawa. Sasa nikisema hapa imevunja imefanyaje, kuna mtu mwingine haelewi kitu kingine chochote.
Wale ambao mnaelewa mtatusamehe, kwa sababu kuna watu hapa hawaelewi hivi vitu kabisa, ndio maana nimeanza from the scratch, nimeanzia mwanzoni kabisa huko. Sasa katika mazingira ya namna hii unakuja kuangalia kwamba hii market tena hapa inakuja kutengeneza kitu ambacho tunasema ni lower, alafu hapa ni lower high. Kipindi hicho tulikuwa tunasubiri kwamba hii market i-break kwanza huku, ikisha break ndo tuje tuingie, na baada ya hapo hii market i-break tena hapa ndo tuje tuingie tena huku. Wewe unaiona hii market kuna possibility ya kuja kwamba ije tena iingie huku, kwamba hapa kwa sababu market imeshatengeneza kitu cha namna hii. Angalia hapa, market unaiona kwamba imeshatengeneza hiki kitu, imesha break katika hii point, break katika point hii, sawa sawa. Then tunakuja kuangalia kwamba hii market maana tulikuwa tunasubiri kwamba ije ingie huku ndani, na tunaangalia kwamba kama imetengeneza swing ya namna hii, tunatafuta 50%, labda kuanzia hapa mpaka ilipovunja. Katikati ni wapi? Katikati tuseme ni hapa, sawa. Sorry. Then kama katikati ni hapa, manake hii market ije irudi katika hili eneo. Hii market kwa mfano ishatembea pips ngapi huku, kuanzia hapa mpaka katika hii point ije irudi. Na ni GBP USD, pound USD ni 271. Yaani wewe bado unasemaga wait. Yaani hapa imetembea siku kadhaa, ni siku nyingi sana imetembea. Angalia, ilianza hapa katika hii point hapa juu hapa. Ni mwezi wa ngapi huku? Hapa. Imeanza ni mwezi wa pili tarehe 10. Maana imetoka huko. Maana wewe mpaka sasa hivi unasubiriaga tu, unasema ngoja ivunje hapa ije irudi. Maana bado wewe unasubiriaga huku juu, kwamba ngoja irudi kwenye premium mimi ndo niingie. Mzee, utakufa unasubiria, haitakuja. Sawa. So katika mazingira hayo tuna update vitu. Angalia hii market inavyokupa update ya kitu cha namna hii. Hii market wakati inatoka huku, kwanza moja, inakupa candlestick information katika hili eneo. Cha kwanza tunasema market inakuwa inatengeneza vitu viwili. Naomba unisikilize vizuri hapa, unielewe vizuri. Sawa. Unielewe vizuri sana. Kuna mtu ameshawasha nani hapa? Sijui ni nani. Ni Blay. Blay, unazima mic kwanza. Kuna mungurumo na usikia hapa. Hapo imekaa vizuri. Then now. So, katika mazingira haya tunasema tunazingatia vitu viwili tunapokuwa tunaingia. Tunasema kwenye market tunakuwa tunadili na vitu vikubwa viwili. Tunapokuwa tunadili navyo, tunakuwa tunaangalia kwamba market tunadili na liquidity, ni kweli. Tunadili na structure, ni kweli. Tunadili na candle. Sawa. Hivi vitu vitatu hivi ni vya msingi mno, kwamba unadili na liquidity. Kuna watu wana trade tu hiki inakupiga. Utadili na liquidity sawa. Structure sawa. Unakuja na candlestick. Lakini hivi vitu vyote hivi vitatu hivi vyote vinatengenezwa katika mambo kuu mawili, viko ndani katika vitu viwili, vyote vinakuwa vipo, ambapo tunasema ni liquidity, structure and candle. Hapa hii tunasema ni previous price, ambayo inakupa taarifa ya kwamba hapa katika eneo hili price will be rejecting. Hiyo ndio inakupa previous market structure. Sometimes tunadili na historical events ambazo zilitokea sokoni, ambazo hizi ndizo zinazotutengenezea kitu ambacho tunasema ni supply and demand. Zinakuwa zimetengenezwa na previous structures. Tuko sawa hapo? Then katika mazingira mengine ambayo zinakuja zinatutengenezea nini? Kitu ambacho tunasema kuna currently, ambazo kuna manake hapo kuna previous liquidity, kuna previous structure na kuna previous candle. Lakini pia unakuja kwenye currently unakutana na vitu vitatu vile, kuna liquidity, kuna structure, lakini pia kuna candle. Unaeleweka hapo? Namaanisha nini? Namaanisha hiki kitu hapa. Angalia hapa. Let us say kwamba sisi tulikuwa tunadili na hii price. Tuseme price ndio imefika katika hii point. Sawa? Imefika katika point hii. Kwenye previous, manake previous ingekuwa hapa katika hii point. Tunasema this is previous one. Ni previous hii hapa. Alright? Then hii ni currently one. Hii ni currently price.
Then katika haya mazingira nakuja kuangalia kwamba kumbe hii previous price ilinitengenezea kwamba kuna a certain liquidity, kuna liquidity ambazo zilivunjwa katika pointi hii. Kwa hii market inapokuja hapa lazima itafanya rejection, na kwa kuwa nimeshajua kwamba hii market hapa imetengeneza swing formation low na hapa imetengeneza swing formation high, manake kama itakuja kureject katika hii point, manake entry yangu itakuja kuwa basing at this point. Manake nakuja kuangalia kwamba rejection ndani ya hii market kuna candlestick reforms ambazo ziko katika hii point, lakini pia hii structure, kuna structure ambayo imetengenezwa hapa wakati hii market inashuka. Ukishuka kwenye time frame chini ambayo ni coordinate ya 1 hour, ukienda kwenye dakika 15 utaenda kuangalia kwamba hapo utakuta pana double top. Hapa pana double top, ni market structure ambayo inakuonyesha market inaenda wapi, inaenda chini. Tuko sawa sawa hapo? Then inakuja kukuachia hiki kitu hapa katika hili eneo, inakuachia hiki kitu, ni flip hiyo, tusije tuisemeje sasa hivi, ni muunganiko wa kendo ambao umetengeneza kitu ambacho tunasema ni supply area. Sawa sawa. So katika hili eneo inakuja kuniambia kwamba kumbe market inakuja kureact katika hii point, manake entry yangu itakuwa around this point. Je, nitajuaje kama hii market ikipitiliza huko juu? Manake natakiwa currently candles na structure ziniambie kwamba hii market tunaenda wapi? Tunaenda chini. Kuna mtu alitrade tu hii market, alitrade tu hii structure kuja hapa pap, then akatoka. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na candlestick ambazo zinampa taarifa hapa. Nadhani hii kwa wale ambao walikuwepo mchana, kuna entry aliituma buy ili contain hiki kitu, then market imefanyaje? Imerudi tena, imebounce juu. Ina bounce juu, inakupa taarifa once again za hizi candlestick, ambapo hapa unajikuta kwamba ukicombine previous market structure, yani previous information kwenye hiyo structure na currently information kwenye hiyo structure, zinakupa direction kwamba hii market imeshatengeneza kitu ambacho hata kwenye price action unakijua kwamba hizi ni triple top, kwamba top ya kwanza, top ya pili, then top ya ngapi? Ya tatu. Then this market will be going down. Yani kama unielewi mwanangu na mapepo kichwani. Yaani kama uko hapa alafu unielewi, basi shughuli ni ndefu. Shughuli ni ndefu sana. Sawa sawa. Kuna mtu ana swali hapo? Hapo samahani. Hapo nataka kwenye hizo triple top hizo ni kila kendo inaweza ikasimama kama ni yani una count hata kama ni kendo moja inaweza ikawa top. Hapo Sawa. Ni vizuri sana. Tunasema ungepa zoom yani watu wapaone hapo unaposema triple top na nini. Okay. Sawa. Unaona hiki kitu cha namna hii? Market inaweza ikatengeneza kitu cha namna hii. Angalia hiki. Hapa tu nimeweka hapa katikati kwamba imeenda inatengeneza kitu cha namna hii, imetengeneza sweep tena, inatengeneza kitu cha namna hii. Naweza kutengeneza tena hiki. Unaona hiki kitu hapa? Hizi ni top ngapi? Ni top tatu ambazo zimetengeneza hapa. Sawa sawa. Then market inafanyaje? Inaenda chini. Umeona hicho kitu Sasa ukiniambia zimetengenezwa within candle, tunasema candlestick zinakupa a final information ya mwisho ndo zinazokupatia hicho kitu, lakini inayokupa kwanza information ya kwanza tunasema ni chart structure, kwamba hii market silitoka huku. Naomba nifute kabisa hapa kwa sababu si tunapo panaonekana. Angalia hapa. Hii market previously inakupa hapa, angalia hapa. Mara ya kwanza ilikuwa imeenda mpaka katika hii point, si ndio? Kwamba hapa hii market inakuonyesha kwa nini ilirudi katika hii point hapa. Kwa sababu kuna muunganiko wa candlestick ambao tumesema umetengeneza nini? Supply. Tunasema area ambayo inakuwa area ambayo tunasema ni swing formation high na swing formation low. Katika lile eneo la swing formation low na swing formation high, lazima either pana demand au pana supply. Manake kama ni swing formation high ambayo ipo, kwa mfano kama hii ilikuwa ni low high,
hii ambayo tunasema ni swing formation high hii hapa, alafu hii tunasema ni swing formation low. Manake it means katika hili eneo pana demand, alafu katika hili eneo hapa juu pana supply. Nimeeleweka hapo? Sasa manake tunasema area where there is a supply or area with a demand, there should be a certain reaction katika hiyo point market ikifika. Sasa ina react kwa namna gani? Inakupatia information gani kisha react katika ile eneo, kwamba inaenda kulivunja au inaenda kufanya reversal katika ile point. Ndio kitu ambacho natakiwa udili sasa na hizo candlestick ambazo zitakuwa zimetengenezwa katika hiyo point. Kwa mfano, angalia katika point hii, tunakuja kuangalia katika point ya namna hii. Akia nani, nadhani naeleweka lakini vizuri. Ukija kuangalia katika hii point, hizi candlestick za previously zinaniambia kweli hapa katika hili eneo pana liquidity ambazo iko hapa. Free play ilianzia hapa hapa chini hapa katika hii point kuna free ambayo imeanzia hapa. Sawa sawa, market ilikuwa inaenda juu inarudi, inaenda juu inarudi, inaenda juu inarudi, inaenda juu inarudi. Baada ya hapo ikavunjwa. Kwa hiyo ilianzia katika hii point hapa. Tunasema ni flipped area. Then hii market inafika katika hii point, inatengeneza hii rejection ya kwanza, inashuka chini. Yaani sio kwamba itengeneza tu na candlestick kamoja tu haka kapande. Yaani ikishafika kwenye hii zone yenyewe hapa, ina react naenda mbali kama ilivyoenda hivi. Alafu baada ya hapo imerudi tena, imekuja kukutengenezea hiki kitu ambayo imetengeneza engulfing hapa. Baada hapo ni top ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndio tunaita triple top. Inatengenezwa na candle, inaweza kahiti na candlestick moja, lakini hiyo rejection market imeenda kuipeleka wapi? Ndio kama hapa kwamba rejection imehiti mara moja then imeenda hapa. Ilitengenezwa na candlestick mbili. Sometimes unaweza kushangaa ni candlestick moja tu pap, alafu ya pili naenda huku chini. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo tunasema it depends kwamba hiyo market rejection ambayo imefanyika hapo ni ya namna gani, na ndio maana nikasema lazima tusome candlestick behavior. Nikamwambia nitawatumia kitabu fulani hapo ambacho nilikiandika mwenyewe, nitawatumia hapo, kinahusiana na candlestick tu. Kwa nini nilikiandika pale? Niliona kumfundisha mtu candlestick, kwamba hii candlestick ni tabia, what it ni cha kusoma tu, nikwambia hiki na hiki na hiki, ndio candle fulani inaitwa same fulani, huwa ina tabia hizi, unaweza kaisoma pale. Tuko sawa sawa hapo? Nimejibu hapo, nimekuelewa. Nimejibu swali lako Baada ya hapo unakuja kuangalia kwamba hii market yako sasa ndio hiyo, unakuja kuangalia kwamba imeenda mpaka katika direction za huko. Alafu baada ya hapo tunasema inside ya hiyo market wakati inatembea ina flow, inakuwa inatengeneza zile waves ndogo ndogo, sio kwamba ni mapambo au ni namna gani, kwa sababu inaeleweka kwamba kuna mtu ambaye alikuwa hayuko sokoni katika hii point, either kwa namna moja au nyingine. Kuna mwingine market imemwacha katika hii point hapa juu, sawa sawa. Then hivi viwevu vidogo vidogo kwamba market ilienda hapa then ikafanya hivi then ikafanya hivi, unajikuta tena inarudi humu ndani. Kuna candlestick zinakupa information ambazo tunatakiwa tuzisome katika haya mazingira, ndizo zinazotengeneza liquidity. Tunasema liquidity zinatengenezwa katika haya mazingira. Then unakuja kuangalia kwa mfano kama katika hili eneo kuna tops mbili ambazo zimetengenezwa, then market imefanyaje? Imeenda wapi? Imeenda chini. Hapa kuna mtu mwingine anaona top tatu, kuna top ya kwanza, kuna top ya pili, kuna top ya tatu. Umeona hicho kitu? Then market inakuja tena once again inatengeneza kitu cha namna hii. Katika hii point inakuja kutengeneza candlestick za namna hii. Inatengeneza rejection ya namna hii hapa, then market inafanyaje? Inaenda. Kwamba hapa ilitengeneza swing then ikavunja. Inakuja kurudi hapo, market inaenda. Umeona hicho kitu Then inakuja kutengeneza kitu the same hapa kwenye hii candle hapa katika hili eneo. Then inakuja kufanya rejection katika hii point hapa. Inatengeneza candlestick yenyewe ambayo tunasema ni isolated candle, ambayo yenyewe kama yenyewe. Sasa katika haya mazingira kuna mtu ambaye sometimes unaweza kujikuta kwamba kuna mtu anasubiri entry hapa, haifiki, iko imetengenezwa nyingine hapa katika hii point hapa, market inafanya rejection hapa, alafu inafanyaje? Inasepa. Tunajikuta kwamba hii market inakuja na bomoa wapi? Inabomoa huku chini. Kwa nini? Kwa sababu still tupo kwenye downward trend, tupo kwenye trend ya kushuka wapi? Ya kushuka chini. Nimeeleweka hapo?
Mpaka hapo nimetumia dakika 54 na call na wash. Hapa Mr. D angesema maji yako wapi? Kwa hiyo kama kuna mtu labda hapo hapo kwenye isolated candle hapo. Natakia ni kuelezee hiyo, nimeiongea tu kwa bahati kama mbaya. Iko mbele. Ni somo la mbele linakuja. Nitakuja kuelekeza hicho kitu. Nitakuja kuelekeza hicho, na hichi kitu anakitumia sana Blai kwenye entry zake hichi. Yaani moja ya watu ambao watasoma kwa cheap money, na nadhani ni hili darasa. Hili darasa watu watasoma ni kama wamesoma bure. Alright. Ni sawa nikusema hivyo. Dina, umekimbia assignment yangu niliyokupatia, hujaleta. Sawa. Haina shida. Nani mwingine? Mwingine simuone hapa kwenye hii meeting, hayupo tena. Hayupo. Waziri leo namuona. Waziri? Bila kukutagi usingekuja, mimi najua hicho. Niko kwenye tarawih. Niko kwenye tarawih kidogo. Mwalimu, naomba uuliza hapa. Okay. Sawa. Haya, makopa zima mic yako. Haya, twende Petro. Kwenye break hiyo ya structure. Unaangalia bode ama wiki? Kwenye hizo tutaenda kuziangalia tunaposoma liquidities. Sawa sawa Tutaenda kusoma liquidities zinazobebwa humo ndani. Kwa sababu kuna sometimes unaweza kuona weeks, lakini kwenye time frame ambayo ni coded, kwa sababu tunapokuwa tunaangalia hizo weeks au body, inategemea wewe upo kwenye time frame gani. Umeelewa hapo Tutaenda kuangalia vizuri hapo, tutazipiga vizuri tu. Yaani hapa tumekaa ndo tumeanza. Yaani huku ndo tunaanza mwanzoni. Kwa hiyo kuna vitu fulani ambavyo viko hapo mbele vitaiva vizuri tu. Sawa sawa Manake nikipiga hii utaniambia hebu piga na hiyo liquidity. Alafu mimi tayari nishatarada hapa. Nadhani tuwe tunarusha siku moja, vinginevyo nitakufa. Manake tukipiga leo, kesho tunarusha, tunapiga kesho kutu. Si ndivyo Sio mbaya. Msinifanyie hivyo nisije nikafa mapema. Nadhani nimeeleweka hapo. Kama hakuna swali lingine, mniruhusu nipumzike. Kwa hapa mpaka Alhamisi tutapiga. Niwatakie usiku mwema. Asante.